Katika bara la Afrika ni mataifa mawili tu yenye ndege za kisasa za F-16. Kwa kadri inavyojulikana ni nchi mbili pekee katika bara hili ambazo zinamiliki ndege hizi za kivita aina F-16, mojawapo ya ndege maarufu zaidi duniani kwa uwezo wake mkubwa wa mashambulizi ya angani. Lakini umiliki wa ndege hizi umetokana na mikataba ya ununuzi wa kijeshi kati ya nchi hizo na serikali ya Marekani, ambayo ndio mtengenezaji na msambazaji mkuu wa ndege hizo. Moja kati ya mataifa hayo ni taifa la Misri. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwaka 2015 serikali ya Marekani ilianza kusafirisha ndege 8 za kivita aina F-16 kwenda Misri, hatua iliyokuja katika kipindi ambacho mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili yalikuwa yameimarika zaidi. Uboreshaji huu wa mahusiano ulifuatia kuondolewa madarakani kwa Rais Mohamed Morsi na kupanda kwa Abdel Fattah al-Sisi, ambaye uhusiano wake na Washington uliendelea kuimarika kwa utaratibu. Taarifa kutoka ubalozi wa Marekani nchini Misri ulieleza kuwa vifaa hivi vya kijeshi vingewasili ndani ya siku chache, huku ikithibitishwa kuwa sehemu ya mzigo huo ilihusisha ndege za F-16. Taifa jingine katika bara la Afrika linalomiliki ndege za kivita za F-16 ni pamoja na Morocco. Mnamo mwaka 2017 serikali ya Morocco ilisaini mkataba utawala na Rais George W. Bush wa Marekani wakati huo kwa kununua ndege 24 za kivita aina ya F-16 kwa thamani ya dola bilioni 2.4 za Kimarekani. Zaidi ya mwongo mmoja baadaye, mwaka 2019 Morocco ikasaini mkataba mwingine na Marekani wa kununua ndege mpya za F-16 pamoja na kukarabati na kuboresha zile ilizonunua awali katika makubaliano yaliyokadiriwa kugharimu karibia dola bilioni 4. Kwa ujumla, Misri na Morocco ndizo nchi mbili barani Afrika zinazoaminika kuwa na idadi kubwa ya ndege za F-16, jambo linalozipa nafasi ya kipekee katika ramani ya nguvu za anga katika bara hilo. Ndege hizi za F-16 na majukumu yake ya kijeshi zinaelezwa kwamba ni ndege ambazo zilibuniwa ambazo ni ndogo na nyepesi na zenye uwezo mkubwa wa mapambano ya angani. Hata hivyo, kwa kadri teknolojia na mahitaji ya kijeshi inavyobadilika, ndege hii imechukua majukumu mengi zaidi, ikiwemo kushambulia malengo ya ardhini, kupambana na meli, kufanya upelelezi na kutumia makombora ya kupambana na ndege adui. Kufikia mwaka 2015, F-16 ilikuwa ndege ya kijeshi iliyotumika zaidi duniani, huku zaidi ya ndege 2000 zikiaminika kuwa bado ziko katika matumizi hai kote ulimwenguni. Kimaumbo, ndege hizi za F-16 zina urefu wa takribani mita 15 na upana wa mabawa wa mita 9.45 na zinaendeshwa na injini ya turbofan yenye uwezo wa kuzalisha msukumo wa kilonewton 130, hali inayoruhusu kufikia kasi inayozidi mara 2 ya kasi ya sauti. Silaha zake ni pamoja na kanuni ya milimita 20 pamoja na makombora yanayobeba chini ya mabawa yake, huku uzito wake wa jumla ukiwa karibu kilo 10,000. Umaarufu wa ndege hizi za F-16 miongoni mwa majeshi ya anga duniani unatokana si tu na muundo wake thabiti, bali pia na uzoefu na mafunzo yaliyopatikana kutokana na vita vya anga vya Vietnam ambavyo vilibadilisha kwa kiasi kikubwa falsafa ya mapigano ya angani. Katika karne ya 21, ndege za F-16 zimechukua nafasi inayofanana zaidi na ndege za kushambulia ardhini, jukumu ambalo halikuwahi kuwepo miongoni mwa malengo ya awali ya wabunifu wake mwanzoni mwa miaka 1970. Hata hivyo, uwezo wake wa kuzoea mazingira na majukumu tofauti umeifanya ibaki kuwa chaguo muhimu kwa majeshi mengi ya anga. Kila penye mgogoro mkubwa duniani kuna uwezekano mkubwa wa kuwepo kwa F-16 au mfumo wa kivita unaohusiana nayo, anasema Robinson, mtaalamu wa masuala ya anga katika jumuiya ya kifalme ya anga Royal Aeronautical Society nchini Uingereza. Awali F-16 iliitwa Fighting Falcon, lakini jina hilo halikupata umaarufu mkubwa. Badala yake, ndege hiyo imeendelea kujulikana zaidi kwa jina la Viper. Kwa mujibu wa Robinson, jina hilo limetokana na muonekano wake katika kipindi cha televisheni cha Battlestar Galactica kilichoonekana mwishoni mwa miaka 1970, ambapo ndege ya kubuniwa aina ya Colonial Viper ilionekana kufanana kwa kiasi kikubwa na F-16, na hata leo F-16 bado inaonekana kama ndege iliyotangulia wakati wake, kama chombo cha baadaye kilichobaki katika zama za sasa.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Utaweza kujua haya yote. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.